Tuelekee huko Israel. Israel wakati huu inaendelea kushambuliwa vibaya, lakini pia maeneo mbalimbali ya taifa hilo majumba yamekuwa magofu. Baadhi ya video zilizoshirikishwa katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia katika baadhi ya mitandao ya kijamii zinaonyesha namna ambavyo majumba yamedondoshwa kutokana na makombora ya Iran. Iran iliwahi kuweka wazi kwamba ikiwa Israel itaamua kuingia vitani dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, basi itashambuliwa na kuwashwa moto vibaya mno. Wakati huu jeshi la Iran IRGC limetangaza kwamba litawasha moto mkubwa zaidi ya huu ambao iliwasha ndani ya siku chache tu zilizopita. Hata hivyo, hofu ni kwamba wakati huu Iran inafanya mashambulizi kwa mataifa mengi, mataifa zaidi ya 15 kwa siku moja. Sasa kinachofikirisha ni kwamba je, ikiwa mashambulizi haya yangefanywa ndani ya Israel pekee, jambo lingekuwaje? Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amesema kiwango cha nguvu za makombora kitaongezwa na mwendelezo wa mashambulio dhidi ya maadui wavamizi utazidi kurefushwa. Jenerali Ali Mohamed Naen ameeleza hayo siku ya Jumanne alipokuwa akizungumzia mwendelezo wa mashambulizi ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 na kusisitiza kwamba majibu ya siku ya kwanza na ya pili ya vita yalikuwa ya nguvu kubwa na ya zaidi na ya kutekeleza kuliko siku za vita vya siku 12, lakini wakati huu wanaenda kutumia makombora mazito mno kuiwasha moto Tel Aviv. IRGC imesema sasa kinachoenda kutokea ni kuteketea kwa Tel Aviv na maeneo mengine, hasa maeneo ambayo yametekwa na Israel na wameamiliki kuwa yao katika taifa la Kipalestina. Hofu inazidi kuongezeka kwa Waisrael kutokana na mashambulizi haya mabaya ambayo yanafanywa na Iran. Licha ya kwamba jeshi lao la IDF nalo limekuwa likifanya mashambulizi katika taifa hilo la Iran, ni kwamba bado wasiwasi ni mkubwa mno. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu Israel pamoja na Marekani wanasaka ni namna gani wataweza kushambulia ya maeneo yote yaliyokuwa na makombora. Ikumbukwe makombora ya Iran yapo chini ya ardhi katika milima, na imekuwa ni hifadhi nzuri ambayo wakati huu Iran inatumia hifadhi hizo, na imesema kwamba ina hifadhi ya makombora mengi mno yaliyotengenezwa katika taifa hilo la Iran. Lakini pia ndege zake zisizokuwa na marubani, ndege za Shahed, zimekuwa kizungumkuti mno na kwa taifa hilo la Israel, na kwamba sasa moja kati ya mambo ambayo wanayaona ni mambo mazito ni jinsi Iran inavyoshambulia. Mashambulizi yamekuwa makubwa katika maeneo mbalimbali. Raia wa taifa hilo wanaishi chini ya ardhi katika mahandaki, lakini pia wasione matumaini kutokana na vita hivi. Wachambuzi wanasema kwamba vita hivi vikiendelea na Iran ikiamua kufanya mashambulizi zaidi ya haya, ni kwamba taifa la Israel litakuwa kama ilivyokuwa Gaza ya leo. Baadhi ya maeneo ni kama Gaza. Huwezi kutofautisha baadhi ya maeneo hayo na Gaza kutokana na picha ambazo zimeshirikishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia na hata katika vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hivyo mashambulizi ya Iran wakati huu yanaifanya Israel kuwaza mno ni kwa nini imeingia vitani dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, mshirika wao mkubwa Marekani ambaye ameiunganisha Iran katika vita hivyo anaonekana kupanic, hasa rais wake Donald Trump, huku wakiwaza mbinu nyingine za kuweza kuikabili nchi hiyo ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.